Assalamu alaikum na karibu katika urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni Februari 4 mwaka 2024, siku nzuri kabisa. Siku ya Jumapili, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kunako urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Jina langu ni Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yafanya kweli gesi asilia, yanunua hisa 20% za Wentworth kwa bilioni 60, yafungua ukurasa mpya, Samia apongeza, ahimiza uwekezaji mkubwa zaidi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tani 4,000 za sukari zaingia da, watakaouza kinyume na bei elekezi kukamatwa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Makonda akerwa, madiwani wa kurugenzi kugombea zabuni. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Marekebisho sheria ya miamala ya kielektroniki yaja. Habari katika ukurasa wa 3. Hukumu ya kwanza Tabora yasomwa kielektroniki. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Mbunge ashauri 30% wanawake kushindanishwa kura za maoni. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili imeandika walalamika kubambikiwa ankara za maji. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, Askofu Kilaini, familia yake ilivyokataa awe padre, aeleza baba, mama, bibi na babu zake walivyotofautiana, asimulia anachojivunia miaka 51 ya upadre, atoa angalizo kwa wanandoa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dua njema za miminika kwa mzee Mwinyi. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi matatani, mauaji ya mkuu wa kituo. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia aonya matumizi fedha za CSR. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Wawili wanaswa kwa uwindaji haramu wa twiga. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumapili ya leo. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mambo 8 yaliyotikisa bunge ndani ya siku 4. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia asisitiza mawaziri kuzingatia maslahi ya taifa ni katika miradi mikubwa inayotekelezwa nchini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Mvua yazidi kuleta maafa. Habari katika ukurasa wa 3. Makonda aonya mgogoro, viongozi atishia kuvunja baraza la madiwani. Habari katika ukurasa wa pili. Mzee Mwinyi alazwa, watu wamwombea. Habari katika ukurasa wa 5. Wafariki dunia kwa kupigwa radi wakitazama mpira. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika manjano kiazi inavyong'arisha ngozi. Habari katika ukurasa wa 14. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele michezo Jumapili ya leo limeandika Simba yaizamisha Mashujaa bara. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Ninalo gazeti Mzalendo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataka gesi inufaishe nchi. Habari katika ukurasa wa pili. Siku 105 moto za Makonda. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yaliyomo zijue faida za zabibu katika tendo la ndoa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Radi ya wawili wakiangalia runinga. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mwalimu Nyerere alivyojibu maswali 10 kuhusu CCM. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, lenye limeandika TPDC kasimamieni utafutaji gesi. Dr. Samia asema ni rasilimali yenye mahitaji makubwa. Ubunifu usaidie utatuzi changamoto. Mhandisi Zena. Profesa Ibrahim aipongeza serikali uimarishaji taasisi za sheria. Sweden kusaidia mradi wa SGR mabasi yaendayo haraka. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Blinken kuzulu tena Mashariki ya Kati kupatanisha. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Tulitazame sasa gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania yaingia ubia kuendeleza gesi asilia,
yasaini mauziano ya hisa za kampuni Wentworth Resources baina ya TPDC na kampuni ya Maure and Prom. Ununuzi huo wa hisa utasaidia ongezeko la mapato TPDC na serikali kuimarisha usalama wa nishati nchini. Rais Samia aitaka Wizara ya Nishati kuhakikisha sekta ya gesi asilia inakidhi mahitaji kwa bei nafuu ili itumike nyumbani, viwandani. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali kuleta suluhu usumbufu Leri ya Kati. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ukarabati mkubwa ufanyika madaraja na makaravet kuanzia Dar es Salaam mpaka Tabora. Lakini pia gazeti hili limeandika Makonda atoa onyo utendaji mbovu manispaa ya Kigoma Ujiji, wananchi wasanuka. Habari katika ukurasa wa 3. Mchengerwa agiza changamoto za walimu kushughulikiwa ndani siku 14. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumapili ya leo, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika Gamondi kiroho safi kwa Gwide. Habari katika ukurasa wa pili. Huyu Sar ana kitu, Freddy Pajobe bado kidogo. Simba Sports Club ya toboa Kigoma. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, matokeo ikiwa ni Simba 1 Mashujaa 0. Msimamo wa TPL ukionyesha Azam FC katika nafasi ya kwanza na jumla ya alama 31, Yanga katika nafasi ya pili na alama 31, Simba katika nafasi ya 3 na alama 26, KMC katika nafasi ya 4 ikiwa na jumla ya alama 21, Singida Fountain Gates katika nafasi ya 5 ikiwa na jumla ya alama 20. Gazeti hili limeandika Baraza aifuata Yanga Sports Club kininja. Habari katika ukurasa wa 3. Dabo aipotezea Simba kimtindo. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bwana Goma linarudi kwa Mkapa. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Bellingham matatane. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika hadithi ya Kiranga Komo sehemu ya 18 inaendelea katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika Premier League leo Jumapili ni Arsenal vs Liverpool, mchezo unapigwa saa 1:30 usiku Emirates. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Ninalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Simba sasa yazisogelea Azam Yanga, Gamondi ageukia Dodoma Jiji. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Serengeti Girls yaanza vibaya Zambia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Chama ahidi kuipa Simba mataji. Habari katika ukurasa wa 23. Wisa awaza makubwa DRC. Habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma, lenyewe limeandika Simba yazima Mashujaa bara, huku Ndibazonkiza akiendelea kung'ara baada ya kufunga. Kagera wairudisha darasani Yanga Sports Club. Gazeti hili limeandika DRC tunalitaka kombe la AFCON. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti wa Machinga Sport lenye habari iliyopewa kipaumbele katika ukurasa wake wa nyuma. Inonga kumalizana na klabu ya FAR Rabat. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Simba Sports Club yaichapa Mashujaa 1-0. Serengeti Girls yafungwa 5-0 na mabinti wa Kizambia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kiki ya mponza Harmonize kushuka hadhi kimuziki. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha uduguzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania siku hii leo. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.